Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba 184. Mchezo huu ulihairishwa Machi 8, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo, na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kikao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani, na matakwa hayo jumla yalikuwa 4. Katika haya 4, 3 ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo. Lakini takwa moja katika hayo 4 ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Tumeomba matakwa 4 na matakwa haya yapo kwenye phase 2. Na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya 3, mbungi inapigwa. Ili moja ni takwa kwa ajili ya mpango wa muda mrefu. Matakwa haya 4 ni yapi? Na 3 ambayo specific tumeainisha ili yafanyiwe kazi tuweze kucheza pia ni yapi? La kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja au kujiuzulu kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, CEO wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo namba 184? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 184 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la 3 ilikuwa ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF, ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama takwa? Hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana, na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zangu, sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya, kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya, kuna influence yake. Hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba 184 kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzuru. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale, the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu. There is no way hilo likatokea. Na hii nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi inaripoti kwake, na madudu yote ambayo yanapigiwa kelele na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya bodi ya ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya bodi ya ligi. Na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea. Wanarudi tu. Yaani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi. Repetition hii uongozi wa klabu ya Young Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pitch. Hakuna haki inayopatikana uwanjani. Hii ni jambo la muda mrefu. Next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru inayojitegemea, na ndiyo standard za dunia, kuwa na bodi huru inayojitegemea.
Niwape mfano ndugu zangu waandishi wa habari. Kwenye press conference hiyo press alofanya CEO wa bodi ya ligi leo. Nyie mlikuwa pale. Amezungumza na mnaona namna gani bodi ya ligi haina power. Kazungumza mlikuwa mnasikia. Namna gani amesema kuna chombo cha juu cha kuahirisha mechi. Namna gani amezungumza kuonyesha bodi ya ligi haina decision zake. Sasa sisi hii tulitoa kama pendekezo ya next season, sio kwenye kusolve issue ya Kariakoo Derby. Ieleweke vizuri na asipotoshe mtu hapa. Maana nimeona CEO wa bodi ya ligi amepiki huo kama mfano, kama mapendekezo ya Yanga ni ya muda mrefu, kwa mfano muundo wa bodi ya ligi. La kuondoka yeye hajasema. Yeye kapiki kwamba bana mapendekezo ya Yanga ameyaleta, ukiyatazama mengi ni ya muda mrefu. Hatuwezi kuyashughulikia hapa, sio iende wapi. Matatu ya muda mfupi tumeainisha na barua yetu ilikuwa very clear kwake yeye. Hakuna muda mrefu, very clear, ni ya muda mfupi. Tumewakilisha na tumeeleza kwa hiyo tunafikiri haya matatu yakifanywa kazi haya mbungi itapigwa. Sasa niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kama haya matatu hayatafanywa kazi, kama kamati ya uendeshaji ya ligi haitavunjwa na hawatajiuzuru, kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184. Hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba ni hapa. Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilizobaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, tuko serious zaidi ya mnavyodhani. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zanguni, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse aone nguvu ya wananchi inazungumzaje. Aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse. Alafu ataiona nguvu ya wananchi inazungumzaje. No. Hey. Bwana. Ndio tulipofika huko. Tumefika huku kwa sababu tu moja kuu ya kutofuata kanuni katika mzizi wa tukio lenyewe, pale ambapo kanuni ilikuwa wazi kutumiwa. Full stop. Tumefika huku kwa sababu hatukufuata kanuni katika mzizi wa tukio lenyewe, ambapo kanuni ilikuwa wazi kutumiwa ili kila jambo liwe sawa. Basi tarudi baada ya muda mfupi.